Wananchi wa mtaa wa Nyantorotoro B, kata Nyankumbu, manispaa ya Geita mkoani Geita wameiomba serikali kuwasaidia kutafuta suluhu ya kudumu ya changamoto ya miundombinu ya barabara ambayo imekuwa chanzo cha maji kujaa katika makazi yao wakati wa mvua. News Update Media imefika katika eneo hilo na kujionea hali halisi ya ubovu wa barabara, hususan barabara ambayo imeendelea kuathiri makazi ya watu. Wakati mvua zikinyesha, maji mengi hukusanyika na kuelekezwa kwenye makazi kutokana na kukosekana kwa mifereji na ubovu wa barabara uliopo sasa. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamesema hali hiyo si tu inahatarisha usalama wao, bali pia husababisha uharibifu wa mali na makazi yao kila mvua zinaponyesha. Kufuatia malalamiko hayo, diwani wa kata ya Nyankumbu Pascal Sukambi ametembelea maeneo hayo yanayolalamikiwa na kuahidi kushirikiana na wataalamu kutoka manispaa ya Geita ili kutafuta suluhisho la kudumu la tatizo hilo. News Update Media, Yusuf Shaban, Geita. Mimi kwa jina naitwa Neema Obedi. Nalalamika kuhusu na maji yanapita ndani ya nyumba zetu. Maporomoko yamezidi. Nyumba zinaanguka ajili ya maporomoko haya. Tunaomba serikali watusaidie sisi. Tupate kusaidiwa nyumba kwa sababu tunakuwa hatupa majumbani. Tutakuta watoto wameshakandamizwa na majumba, inakuwa hasara kubwa. Mtusaidie, tunaomba sisi. Kwa majina naitwa Shabani Huseni, mkaaji wa Nyantorotoro B. Sasa mheshimiwa diwani, tunaomba utusaidie msaada wa maji, maana yanatusumbua kwa kweli. Yanaingia hadi mpaka ndani. Tunashinda hata namna kusema kwamba tujisaidieje. Tunaomba mheshimiwa diwani utusaidie. Maji huaga yanajaa hadi mpaka tunajitahidi kuyapitisha kwa pembeni, lakini yanakuja tu kwa kasi moja kwa moja. Tunaomba diwani tusaidie kwa hilo. Jina naitwa Josephina Manoti Kaitira, mkazi wa Nyantorotoro B. Changamoto kuu inayotusumbua ni maji. Mvua inaponyesha, watu maji yanaingia ndani. Jana mvua imenyesha, magodoro yote yamerowana, watu kulala hatujalala, tumekesha tumesimama. Kwa hiyo tunaomba mheshimiwa diwani na mama Samia utusaidie kuhusu hili janga. Mabarabara hayapitiki. Tunapopata changamoto hata ya maradhi, tunapohitaji usafiri hatuupati. Wanawake wanajifungua nyumbani kwa sababu ya changamoto ya barabara. Juzi mama mmoja alitaka kujifungua saa 8 za usiku. Kila boda anayempigia simu anamwambia sina mafuta. Kila anayempigia sina mafuta. Shida haikuwa mafuta, ila changamoto ilikuwa ni barabara. Ukihitaji usafiri hadi uingie kabisa bei husika kwa dereva. Kazi sisi huku tumeshinda kufanya kazi kwa sababu mabarabara yapitiki, magari hayapiti, wapiga kokoto hawauzi kokoto, na ni mmoja wa biashara ambayo watu tunategemea. Tupone kokoto, watoto waende shuleni, watu tulipia kodi ya nyumba. Sasa tunapopata changamoto kama hizo, sisi kama Mama Samia, wewe najua niwe mama wa huruma, mama mtiifu, uliochaguliwa na Mungu kuongoza wananchi. Tunaomba mama tusaidie. Ili janga tunaumia sana. Maji yanaingia ndani majumba yanaanguka sababu ya maji. Barabara leo hatujalala kwa sababu ya barabara limeharibika. Diwani, tunakuomba baba utusaidie. Barabara hili linalotoka maduka matatu kuja huku Nyantorotoro B Mlimani ni barabara ambalo linapitika ndani ya watu karibia 3000. Na kimaalum nimefika Nyantorotoro B kwa sababu ya kero kubwa ambayo nimeipata na wananchi wamenipigia simu kuja kuona, na kimsingi tumekuja na tumeona kero kubwa sana. Siku zote wanasema usipojenga ufa utajenga ukuta. Tumeona changamoto kubwa, barabara ambayo imesha katika kabisa, tena sio barabara, imekuwa bonde. Lakini pia tumeona namna gani ambavyo maji yamekosa direction, yani maji yanapita kila sehemu mvua inaponyesha. Kwa hiyo jambo hili tumekuja kulipokea, lakini pia imekuwa ni hamasa kwetu kusema kwamba ni jambo ambalo linahitaji wataalamu wa TARURA wafike yani wafike kwa msisitizo huu
kwa sababu tunaona watu wamelala magodoro yakiwa yamelowana, tunaona nyumba zinazovunjika. Tumekutana na nyumba kule ambayo sasa imevunjika kabisa. Kwa kweli katika dhana ya kumwogopa Mungu na kuhurumia wananchi ambao tumepewa kuwaongoza na kukalia viti kwa sababu sisi ni wataalamu, ningeomba sana TARURA wapate kufika, watu wa mazingira wapate kufika, waje waiangalie. Najua kuna wataalamu ambao wanaweza wakaangalia hapa wakaona namna gani ya kuweza kutatua. Mimi kama diwani ni mwakilishi wa matatizo ya wananchi katika ofisi husika. Tukiendelea kupaacha hapo, kesho tutakuwa na tatizo kubwa zaidi. Kama TARURA watu kuja kuiangalia hiyo barabara na kutoa ushauri wa kitaalamu nini kufanyike, ni kuhakikishia tutaenda kupata tatizo kubwa. Kwa tusisubiri kuwa watu wa kusubiri matatizo makubwa. Mimi ninachoomba tu vyombo husika vipate kufika, na mimi kama diwani nitaenda kuwakilisha tatizo hili, tuanze kuona namna gani ya kuweza kusaidia jamii. Kwa kweli watu wanaumia, watoto wa shule wanaumia. Watoto sasa hivi inabidi waanze kubadilisha tena barabara, kwa sababu wakiendelea kupita pale na ile hali hatutashangaa kuona siku watoto wamebebwa na mafuriko. Na nitoe pongezi tu kwa uongozi wa mtaa pamoja na balozi wa hapa kwa hamasa ambao mnaionyesha na kwa namna ambavyo kilio chenu mnakifikisha. Mimi niombe tu kusema kwamba tuendelee kuwa na ujenzi ambao sio holela. Tumefika hapa kwa sababu kuna ujenzi holela ambao ulikuwa umewahi kufanyika katika maeneo. Njia za maji zimepindishwa, kwa hiyo maji yametafuta namna nyingine ya kuweza kupita. Lakini pia tuanze kuyajali mazingira, kupanda miti. Haya mambo huwa tunaongea, lakini leo tunaanza kuyaona matokeo yake. Kwa mimi wajibu wangu hapa ni kuendelea kuwaelimisha na kuhamasisha wananchi na kutoa wito kwao kwamba moja, kila palipo na mkondo wa maji ni lazima wananchi waache maeneo ambayo yamehifadhiwa kwa ajili hiyo. Tunajua kwenye mito mikubwa ni mita 60. Kwenye hii mito ya kawaida midogo ni mita 30 kila upande. Kwa hiyo huko 30 kule 30. Jumla inakuwa 60. Sasa watu wanajenga mpaka kwenye maeneo ya mita 30 kwenye hii mito yetu midogo, na matokeo yake yakijenga, mvua zikija, bila shaka maji yanaingia kwenye nyumba zao na watalalamika kwamba mvua zimesababisha madhara kwenye nyumba zao, lakini kimsingi wao ndio wanakuwa wamevamia maeneo ya hifadhi na mapito ya maji. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi kuzingatia maeneo ya hifadhi, wasiyavamie, na wakifanya hivyo tafsiri yake bado maji yataendelea kuwa na athari kwenye maeneo yao ya makazi. Lakini pia kuna maeneo ya hifadhi za milima ambayo mara nyingi wananchi wakiona mlima upo umetunzwa wanavamia, wanafyeka, wanajenga, wengine wanachoma mkaa, na mwisho wa siku utakuwa na madhara ya maporomoko kwenye hayo maeneo, na yakishaporomoka maji yanaelekezwa mabondeni, madhara yanakwenda kwa mzunguko pia, maji yanaingia kwenye makazi yao. Yako maeneo oevu na maeneo chepechepe ambayo kimsingi na yenyewe kwa Geita hii ukiangalia mji mzima ni lowland, uko chini. Kwa hiyo maeneo mengi watu wakisha athiri bilimani, maji yanaenda kwenye maeneo ya bondeni na yanaathiri pia yale makazi ambayo watu wanakuwa wamevamia kwenye maeneo ya hifadhi. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba wananchi wasivamie hayo maeneo, wayaache wazi ili mvua zikinyesha maji yaweze kutiririka na kwenda kwenye mito mikubwa kama ambavyo imekuwa jadi siku zote.